katika eneo la uelimishaji umma kupitia mafunzo na elimu iliyotolewa TAKUKURU kuhusu maadili, uwajibikaji na madhara ya rushwa kwa watumishi wa afya wilaya ya Ushetu, uadilifu umeimarika na kupelekea ufanisi mkubwa katika utendaji kazi wa sekta hiyo. Awali kulikuwa na malalamiko mbalimbali ya upotevu wa mapato na huduma isiyoridhisha kwa wananchi. Kuimarika kwa uadilifu ambao umeongeza ufanisi wa kazi umethibitishwa na matokeo yafuatayo. Moja, mapato ya idara ya afya yameongezeka kutoka wastani wa shilingi milioni 3 kwa mwezi hadi shilingi milioni 14 kwa mwezi. Ongezeko la mapato ya shilingi milioni 11 sawa na 366% kwa mwezi imechangia kuboreshwa kwa huduma ya afya kwa wananchi katika vituo vya kutolea huduma, hali iliyopelekea kupatikana huduma kwa haki na kwa wakati. Maboresho hayo yameondoa malalamiko ya wananchi yanayohusu ucheleweshaji wa huduma. Imani ya wananchi kwa huduma zinazotolewa imeongezeka. Uzuiaji rushwa. Katika eneo la uzuiaji rushwa, tuanze na ufuatiliaji wa miradi na matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ufuatiliaji wa matumizi ya fedha ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo umewezesha TAKUKURU kuokoa vifaa vya ujenzi ambavyo ni nondo, vigae, vifaa vya umeme, vifaa vya maji, vyoo, gypsum board na rangi vyenye thamani ya shilingi milioni 51,752,600. Ufuatiliaji wa TAKUKURU ulibaini mzabuni alinunua vifaa hivyo pasipo kuwasilisha kwenye mradi. Hivyo TAKUKURU ilimtaka mzabuni awasilishe vifaa husika kwenye mradi huo ambao ulikuwa na ujenzi wa vyumba vya nyumba za watumishi shule ya msingi Magongwa, halmashauri ya wilaya ya Msalala. Kwa ujumla, TAKUKURU umefuatilia matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo miradi 18 yenye thamani ya shilingi bilioni 3,536,123,370. Uchambuzi wa mifumo. Katika kipindi husika, chambuzi 4 za mifumo zilifanyika ambazo ni uendeshaji wa vyombo vya huduma ya maji ngazi ya jamii na mfumo wa ukusanyaji wa ushuru wa mazao katika halmashauri ya manispaa ya Shinyanga. Katika uchambuzi huo, TAKUKURU imefanikiwa kudhibiti ukwepaji wa ushuru wa mazao kwa kuimarisha doria kwa maeneo ya ukusanyaji ushuru wa mazao halmashauri ya manispaa ya Shinyanga. Awali, katika uchambuzi wa mfumo wa ukusanyaji wa ushuru ilibainika kuwepo kwa ukwepaji wa ushuru wa mazao katika mageti kutumia njia zisizo rasmi. Uchunguzi na mashtaka. Kwa kipindi husika tuliweza kupokea jumla ya malalamiko 39 ambayo yaliyohusu rushwa ni 22 na yasiyohusu rushwa ni 17. Malalamiko yanayohusu rushwa uchunguzi wake unaendelea, na yale ambayo hayakuhusu rushwa yalitolewa maelekezo na wengine wameshauriwa, ikiwa ni pamoja na kuyahamishia katika idara nyingine. Aidha, kesi zilizoendelea mahakamani kwa kipindi husika ni 2. Kesi mpya zilizofunguliwa ilikuwa ni 2, kati ya hizo moja ilitolewa hukumu na jamhuri ilipata ushindi. Mikakati ya kuzuia rushwa kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2026. TAKUKURU itaendelea kutoa elimu juu ya madhara ya rushwa kwa jamii kwa njia mbalimbali, kuimarisha uwajibikaji katika taasisi za umma
binafsi na kufanya chambuzi za mfumo wa utendaji, ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuimarisha ushirikiano na wadau mbalimbali katika mkoa wetu. Wito kwa wananchi wa mkoa wa Shinyanga. Natoa wito kwa taasisi zote za umma kutoa huduma kwa wananchi kwa kuzingatia misingi ya maadili. Aidha, kwa wananchi wote wa mkoa wa Shinyanga, ninatoa rai kwenu kushirikiana kikamilifu na TAKUKURU katika juhudi za kuzuia na kupambana na rushwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na utoaji wa huduma za kijamii kwa ujenzi wa jamii yetu. Na kama kuna mtu mwenye taarifa, basi anaweza kuitoa kwa namba yetu ya bure ambayo ni 113. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.